Mtazamaji wa Sky International TV, ni ule wakati na wasaa mzuri wa kuangazia habari za michezo kimataifa. Mimi ni Justin Mwaringa ambaye nipo hapa kuweza kukuletea update zote ambazo zimejitokeza kwenye maeneo mbalimbali duniani, hususani yale ya kimichezo, na tunaanzia nyumbani Afrika. Mamelodi Sundowns wameondolewa kwenye michuano ya Nedbank baada ya jana kupoteza mchezo wa nusu fainali dhidi ya Kaizer Chiefs. Mamelodi Sundowns walikuwa wa kwanza kupata bao mnamo dakika ya 45 kupitia kwa Teboho Mokoena. Kaizer Chiefs walisawazisha bao hilo dakika ya 57 kupitia kwa Wandile Duba kabla ya Ashley Diepleeze kushindilia msumari wa mwisho dakika ya 89. Hivyo fainali itakuwa baina ya Kaizer Chiefs dhidi ya Orlando Pirates ambao waliwatoa Marumo Gallants kwenye nusu fainali nyingine ambayo ilichezwa siku ya jana. Na tutoke huko na tukaangazie taarifa nyingine, na moja kwa moja tuelekee barani Ulaya ambapo kiungo wakati wa Manchester City na timu ya taifa ya Ujerumani Ilkay Gundogan amefikia makubaliano na klabu yake ya kuendelea kusalia klabuni hapo mpaka msimu wa 2026. Hivyo Ilkay Gundogan bado ataendelea kuwatumikia The Citizen. Na tuachane na taarifa hiyo na moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine. Mohamed Salah mpaka hivi sasa ndani ya EPL amechangia jumla ya mabao 45 katika klabu yake ya Liverpool kwa michezo 31. Salah amefunga mabao 27 na kutoa assist 17. Hivyo ni kinara wa ufungaji kwenye kile kinyang'anyiro wanaowania ufungaji bora akiwa na mabao 27 akiwapita Erling Haaland, lakini pia Alexander Isak ambao pia wapo kwenye ushindani na wanaendelea kufanya vizuri. Hivyo Liverpool wataendelea kupata huduma ya Mohamed Salah kwa kuwa juzi kati amefanikiwa kuongeza kandarasi ya kuendelea kusalia ndani ya klabu ya Liverpool. Na tuachane na taarifa hiyo tukaangazie taarifa nyingine ya kimichezo. Baada ya kuruhusu mabao mawili kwenye sare ya 2-2 dhidi ya Olympic Lyon siku ya Alhamis kwenye mchezo wa UEFA Europa League siku ya jana, mkufunzi wa Manchester United Ruben Amorim hakumweka Andre Onana ambaye ni golikipa namba 1 wa klabu hiyo ya Manchester United kwenye mchezo wa EPL dhidi ya Newcastle United. Na mchezo huo Manchester United walipoteza kwa jumla ya magoli 4-1. Hivyo Andre Onana hakuwa kwenye mpango wa mwalimu na mkufunzi na mtaalamu wa Manchester United bwana Ruben Amorim. Na taarifa nyingine tukaangazie michezo mingine, na moja kwa moja tuelekee katika tennis. Carlos Alcaraz ametoa ubingwa wa Monte Carlo Championship kwa kumshinda Musetti. Hivyo Carlos Alcaraz ameandika rekodi kwa mara ya kwanza kabisa kwa mcheza tennis kutokea Hispania kuweza kuweka rekodi mpya kama ile aliyoiweka Rafael Nadal mwaka 2009 dhidi ya Djokovic. Hivyo Carlos Alcaraz ameingia kwenye historia kwa wale wacheza tennis ambao wametokea nchini Hispania, na matazamio ya watu wengi ni kwamba ataweza kuvunja rekodi ya gwiji huyo kutokea nchini Hispania. Hapa namzungumzia Djokovic. Taarifa hiyo ya tennis inatufikisha tamati ya dondoo zote za kimichezo siku ya leo. Ulikuwa na mimi Justin Mwaringa ambaye nimekuletea update zote zilizojitokeza za kimichezo nje ya mipaka ya Tanzania. Usiache kufuatilia Sky International TV kule YouTube, lakini Instagram, Facebook, bila kusahau kule TikTok. Sehemu zote hizo unapata update za kimichezo. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.